Ifuatayo ni risala fupi kwako kutoka kwa shirikisho la vyama vya watu wenye ulemavu katika mkoa wetu wa Njombe. Kopi hii tushaitanguliza nafikiri nayo. Shirikisho la vyama vya watu wenye ulemavu Tanzania, SMAWATA mkoa wa Njombe. Risala fupi kwa Mheshimiwa Mbunge viti maalum. Mheshimiwa Mbunge, ifuatayo ni risala fupi inayohusu chama cha watu wenye ulemavu SMAWATA mkoa wa Njombe. Chama hiki ni chama cha muungano wa vyama vinne vilivyosajiliwa na kutambuliwa katika mkoa wetu wa Njombe, ambavyo ni CHAWATA, TLB, TASI na Albinism. Mheshimiwa Mbunge, vyama hivi vimekuwa na viongozi wao kila ngazi, ambapo wamekuwa wakiwaongoza kupitia sheria zao pamoja na mwavuli wa chama unganishi ambacho ni SMAWATA. SMAWATA ndicho chombo kinachounganisha vyama vyote ambavyo viko zaidi ya 16 hapa nchini kwa lengo la kuwa msemaji wa vyama vyote serikalini. Hivyo shirikisho lina uongozi wa ngazi zote za kiutawala chini, mfano kama ulivyo hapa leo. Mheshimiwa Mbunge, katika sensa iliyofanyika mwaka 2022 kitaifa, mkoa wa Njombe imeonyesha jamii ya watu wenye ulemavu ipo zaidi ya watu 600, na tumekuwa tukisaidiwa sana na wanajamii katika maisha yetu ya kila siku. Lakini tukushukuru Mheshimiwa Mbunge kwa kuamua siku ya leo ya mwanzo wa mwaka 2026 uwe pamoja nasi kama kundi pekee katika jamii. Tunasema asante sana. Aidha, tunakupongeza kwa kufanikiwa kuwa mbunge wetu katika mkoa huu. Jambo hili sio dogo. Hongera sana. Matunda yako tumeanza kuyapata. Tunashukuru kwa hilo. Mheshimiwa Mbunge, katika mkoa wetu vyama hivi vinne tumekuwa na makongamano ya kila chama kitaifa ambayo huratibiwa na ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI, na huagiza kila halmashauri kushiriki angalau watu 3 hadi 5 kila inapotokea kongamano la kitaifa. Lakini baadhi ya halmashauri kushindwa kuwawezesha watu hawa, badala yake hukosa mambo ya msingi yanayohusu jamii hii kwa kisingizio cha kutokuwa na budget, huku wakijua jambo hili sio dharura. Mheshimiwa Mbunge, pamoja na hayo yote, tunatoa shukurani kwa halmashauri za wilaya ya Wanging'ombe pamoja na halmashauri ya mji wa Njombe, kwani halmashauri hizi zimekuwa zikiwezesha watu kushiriki kwenye makongamano ya kitaifa yanapotokea. Mfano, maadhimisho ya mwaka jana 2025, halmashauri ya wilaya ya Wanging'ombe kwa kupitia mkurugenzi wake Dr. Peter Nyanja alisafirisha washiriki 3 kwenda Morogoro. Vile vile halmashauri ya mji wa Njombe nayo iliwezesha washiriki 3 kwenda kwenye maadhimisho hayo, ikiwemo Makete na Ludewa, isipokuwa halmashauri ya Njombe vijijini, yani Njombe DC na Makambako. Na kwa kutofanya hivyo, sisi tunatafsiri ni dharau ya moja kwa moja kwa kundi hili. Yaani kwa kutofanya hivyo, sisi tunatafsiri kuwa ni dharau ya moja kwa moja ya kundi hili kutoka kwa halmashauri hizo. Mheshimiwa Mbunge, tumekuwa na changamoto juu ya kupata mikopo iliyowekwa kwa 2% kwa kundi letu. Ni kweli tunapata mikopo hiyo, lakini sheria zimekuwa kidogo ngumu mno kwetu. Basi tuombe serikali iongeze miezi ya urejeshwaji wa mikopo hiyo. Badala ya miezi 18, basi ifike miezi 24, ambayo hakika jamii hii inaweza ikamudu kurejesha kwa wakati mikopo hiyo. Siasa. Mheshimiwa Mbunge, katika siasa kundi hili lina haki ya kuchagua au kuchaguliwa kwa nafasi yoyote ile, lakini kutokana na ushindani wa kisiasa nchini kuwa ni mgumu kwa makundi yetu, tunashauri serikali iweke mfumo wa kila halmashauri kuwa na viti vya kundi hili ili tuwe na ushiriki wa moja kwa moja kwenye vikao vya maamuzi. Hata tukipata kila halmashauri watu 2 inakuwa sio mbaya sana katika nchi hii.
Vile wewe ni mbunge, tunajua jambo hili utalifikisha kwenye vikao husika vya kibunge na baadaye kwenye sera na baadaye kwa sheria. Aidha, nafasi za wabunge tungeomba kupata angalau 5% ya wabunge, 5% ya wabunge wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa kufanya hivyo, haki itakuwa imetendeka. Pongezi. Mheshimiwa Mbunge, tunaomba kumpongeza Mkuu wa Mkoa wa Njombe ndugu Anthony Mtaka kwa kumsaidia mwenzetu Zera Mfwea kumlipia ada ya masomo chuo ngazi ya cheti hadi kuhitimu huko Mwanza. Tunaomba utufikishie shukrani zetu kwa mheshimiwa huyu, kwani bila yeye dada huyu angelikosa kutimiza ndoto yake. Tunasema asante sana kwake. Na mwisho tukuombe mheshimiwa mbunge, utakapoenda bungeni, tunaomba kwenye ngazi za madiwani ombi. Mheshimiwa mbunge, tumepanga kutembelea shule zenye wanafunzi wenye mahitaji maalum zilizopo katika mkoa wetu kabla ya shule hizi kuanza mihula yake masomo Januari 2026. Shule hizi ni Ilembula, Islahumba pamoja na Njombe shule ya Viziwi. Lengo letu ni kutambua hawa wenzetu na kuona tunawashika mkono kwa namna ya vifaa vya shule. Hivyo Mheshimiwa Mbunge, bajeti yetu katika kufanikisha hili jambo ni kiasi cha shilingi 500,000. Hivyo tukuombe, ikikupendeza, basi utupige jeki tuweze kupata hiyo hela ili tuweze kwenda huko kwa ajili ya shughuli hiyo. Mwisho, Mheshimiwa Mbunge, umeanza vizuri kazi yako na umeweka historia ya kudumu mioyoni mwetu. Kwa mwaliko huu hatujawahi kupata tangu nchi hii ipate uhuru. Hatujawahi kupata mwaliko huu tangu nchi hii. Hatujawahi kupata mwaliko tangu nchi hii ipate uhuru. Kama walemavu tumekuwa tukinyanyapaliwa, lakini wewe umefungua ukurasa mpya, mwana wa Mungu. Tunasema asante sana kwa hiyo. Tunasema asante sana kwa mwenendo huu. Tunaamini mwaka 2026 baadhi yetu wataalikwa bungeni kwa mara ya kwanza tangu kuundwa kwa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tunaamini baadhi yetu wataalikwa kwa mara ya kwanza na wewe waingie bungeni, na itakuwa ni historia kwa sababu hatujawahi kuingia bungeni tangu nchi hii na tangu bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania liundwe. Tunaamini hilo jambo litawezekana kupitia wewe kwa mwaka huu. Tukutakie kila lililo jema kwa umri wako. Tunaamini utafanya kazi, una nafasi ya kufanya makubwa zaidi kwa Watanzania. Asante sana na Mungu akubariki. Asante sana. Asante sana.